na trust you me, hata kama mtakuwa mko kwenye ndoa, basi kutatokea na tinafusi hapo, kutokea na hali za sintofahamu, kutokea na migogoro isiyoeleweka. Watu kama nyinyi muachane. Kwa sababu gani? Yule milki anayokumiliki hataki kukuona unashikwa, hataki kukuona una mwanamume yeyote. Sawa? Kwa hivyo tafadhalini sana, semeni na upwiru wenu. Sawa, tafuteni gesti ama mungoje hizo nyegeze, mwende mpaka nyumbani, mukavuane nguo kama makabeji, muvumbulane nyote mkiwa salama. Sehemu ya ufuku ya bahari marufuku. Sehemu nyingine ni sehemu ya mistuni. Misitu. Kwenye misitu, yani hivi mpaka nashangaa, hivi mwanamke hujui thamani yako, ama hujui standard zako, ama ni wewe mwenyewe kuwa desperate kwamba mwanamume ameniona kwenye misitu, kwa hivyo akanilaza chini, nikikataa ataniacha. Hivi hujui kwamba pia kwenye misitu kuna viumbe ambavyo mimi na wewe na mwingine yeyote ambaye havioni kwa macho yake ya kawaida, lakini vipo viumbe. Bibi mimi amewahi kuniambia, mwanamke yeyote anayekuwa yupo kwenye period, yuko kwenye siku zake kwenye hedhi, ambaye si msafi, ni rahisi sana yeye kuingiliwa na jini, kwa sababu majini wanapenda mahali ambapo ni pachafu. Sawa? So wewe ambaye utakuwa umemaliza hedhi yako, alafu ndani ya siku 3, labda unaingia ndani ya siku 3, siku 4 ama siku 7, alafu umemaliza lakini bado hujajitwahirisha, yani haujaoga hedhi na kujisafisha, basi uko katika hatari ya kuingiliwa na jini. Especially ukipita katika misitu, kuna miti kama mibuyu. Mibuyu inaaminika sana kwamba ndio mahali ambapo kunapatikana viumbe kama hivi, majini na vitu vingine ambavyo mimi na wewe kuvitambua na kuviona sio rahisi sana. Lakini misituni pia kuna mapango, kuna shrines. Sawa? Kuna watu ambao wanatumia misitu kufanyia ibada zao kama matambiko. Sijui kama unanielewa. Sasa wewe umevumbulana, umeegemezwa, ukalazwa chini, ukavumbulwa kwenye misitu. Pale vile viumbe, kama vile wewe umeenda ukajua hapa ni sehemu ambayo hatuonekani na watu. Ndiyo, hamuonekani na watu, lakini kuna viumbe kwenye misitu ambao wao wenyewe wapo kazini na wanalinda sehemu zile. Sawa? So unaweza kuvumbulana na mpenzi wako pale jini mahaba ama jini makata. Unamjua jini makata? Jini makata ni yule ambaye yani anatumwa yeye kuharibu tu. Jini makata yani kuua. Unashangaa umeshika mimba, lakini baada ya miezi 3 unapata miscarriage. Ama unazaa kabisa, mpaka unaingia labor, mpaka mtoto unakuwa naye kwenye kifua chako, unamnyonyesha, lakini hakai. Kwa sababu gani? Jini makata kaingia, yani yeye ni kukatakata tu. Hatari sana sana. Watu wanafanya mambo yao jamani kwenye misitu. Hivi ni kwamba pesa hamuna, upwiru umewajaa, kusubra hamuna, ama kitu gani kinawafanya nyinyi wawili mpaka muvumbulane kwenye misitu? Hatari kubwa sana. Mwanamke usikubali hata kama unampenda kiasi gani huyo mwanamume. Hatari sana, kwa sababu mwisho wa siku wewe kama mwanamke ndio utakuwa katika lawama mwisho wa siku. Sawa? Lakini sehemu nyingine msikilizaji ni kwenye maji. Na hapa kwenye maji nazungumzia hapa maji ni ya bahari, kwenye mto ama kwenye ziwa. Sawa? Kuna wengine labda wataniuliza vipi kuhusiana na swimming pool. Swimming pool ni sio sehemu ambayo ni hatari sana, kwa sababu it is a private place, yani ni sehemu ambayo imetengwa, haiko wazi
kwamba kila mtu anaweza access. Sio kama bahari, sio kama mto, na sio kama ziwa. Sawa? So kwa nini inakuwa ni athari kubwa sana watu kama nyinyi wanandoa, wapenzi, ama watu ambao wapo kwenye mahusiano kuvumbulana sehemu ya kwenye bahari, kwenye mto ama kwenye ziwa? Yale yanayofanyika kwenye bahari ndiyo yale yanayofanyika kwenye mito ama kwenye ziwa. Sawa? Mimi nataka muwe na desturi ya kusemezana nyinyi kama wanandoa na kusema kuhusiana na upwiru wako. Tafadhali sana. Kwenye mito, kwenye ziwa, kuna matambiko ambayo yanafanywa. Ni vitu ambavyo labda wewe hujui. Lakini mimi nishawahi pia kuambiwa, na ushuhuda upo, kwamba sijui kuna maradhi gani ambayo ni lazima ufikishwe katikati ya ziwa ama katikati ya mto, uende ukafanyiwe na dawa fulani. So pale ndani yani kuna mambo ya kila sampuli. Maradhi yanaoshwa hapo, ukitaka tiba inapatikana hapo, ukitaka yani vitu vingi sana. Huyu amepatwa na jini, kwa hivyo kwenye kutolewa jini lake ni mpaka afikishwe katikati ya mto afanyiwe tambiko lile jini litoke. So lile jini limetoka, liko katikati ya mto ama liko katikati ya ziwa, liko katikati ya bahari. Wewe na upwiru wako na mpenzi wako munashikana, munavumbulana ndani ya mto ama ndani ya ziwa. Lile jini makata lilotolewa, jini bahari, jini yani almuhimu kile kiumbe ambacho ni cha hatari, kina haha, kina tata, kina kuingia wewe. Anaona yale mambo mnayofanya, yeye pia anayataka. Muda mwingine wewe ni mwanamke umelala, lakini unahisi kabisa kama ambaye unalala kabisa, yani mwanamume anakuvumbula kabisa na umelala peke yako. Unashangaa wewe uko sawa katika miaka 3, 4, 5, hauhitaji mwanamume na wala hauna hamu na mwanamume. Sio kuwa kwenye mahusiano wala kwenye ndoa. Ukitajiwa ndoa ndo unakuwa chakari, yani unakuwa na hasira kubwa sana. Sio wewe unaireact vile, bali ni kile kiumbe kilichokuingia wakati mnavumbulana wewe na mpenzi wako. Unalala usiku, unatoa tanakali za sauti, yani kama vile ambavyo mwanamume anakuvumbula, mpaka unafika kileleni. Lakini kumbe sio mwanamume, ni kile kiumbe kilichokuingia, jini. Na basi hatari sana wewe umepata jini makata. Shekhe, bora tu upate jini mahaba. Yani hakuna mwenye afadhali, lakini kama vile maradhi upishana, kuna corona, kuna TB, kuna kansa, kuna ukimwi na vitu fulani kama hivyo. Lakini hakuna aliye na afadhali. Jini ni jini. Sijui tunaelewana. Kwa hivyo chonde wewe ambaye huwezi, umetumwa na mama uende mtoni ukateke maji, kuna kijiboyfriend waga kinakuvizia, unaenda kulazwa kwenye maji, unavumbulwa. Chonde. Sehemu nyingine shekhe ni sehemu ya ibada. Jamani, mimi kuna video nimeona inaenda viral, watu wanavumbulana wakiwa kanisani. Hivi nasema jamani, nyie hamuogopi dhambi? Basi kufanyeni dhambi zile za siri, lakini mnakwenda kwenye madhabahu, mnavumbulana kwenye nyumba ya ibada. Hamuogopi, hamushutuki, wala hamujikwai. Nyumba ya ibada hapo ni extreme sana tena sana. Nyumba ya ibada siku zote ni nyumba ambayo inafaa kuheshimiwa, inafaa ipewe thamani yake. Wewe unashangaa mambo hayaendi sawa, kanisa linaanza kufifia, kumbe ni zinaa inafanyika sehemu ile. Sijui kama tunaelewana. Sehemu ya mwisho ambayo hutakiwi kuvumbulana na mpenzi wako, hata ikiwa muna upwiru kiasi gani, jamani, ni sehemu yako ya biashara. Utasema mimi watu hawapendi biashara nilofungua, wanaonionea kijicho. Kumbe unaleta uchafu.
kwenye sehemu yako ya kufanyia kazi. Sehemu yoyote ya biashara ambayo ni ya kwako ni sehemu takatifu, ndio sehemu inayokuletea riziki eti. Sasa wewe kama huiheshimu hiyo sehemu, nani ataiheshimu? Sehemu ambayo inakuletea kipato, sehemu ambayo inakuletea riziki. Leo wewe hii umefanya gesti, yeyote anayekuja anakuambia kwamba wewe ni mzuri, basi ndio basi tena anakubamiza ubaoni, mnavumbulana. Kama ulikuwa ujui, kuvumbulana is very spiritual. Yani ndio pale unashangaa unavumbulana na mtu, kesho na kesho kutwa unaja, sasa ndo unaanza kupata yani matatizo kwa sababu yale madhila yake yote umeyachukua na wewe yani mumebadilishana. Leo biashara ilikuwa inasifika, inatajika, inafanya vizuri, lakini kesho na kesho kutwa hakuna wateja, biashara inaanza kuzorota. Kwa sababu ya nini? Kuvumbulana kwenye sehemu ya biashara. Usilaumu watu kwamba wanakuonea wivu, ama wananionea kijicho, hawataki niendelee. Hapana, hakuna hasidi. Hasidi ni wewe mwenyewe. Usiruhusu sana, hata kama una upwiru kiasi gani. Aisei, jishike sikio, sema na upwiru wako, sehemu hizi ziwe marufuku sana.